ikiwa ni dola ngapi, nikikabidhi kwa rabi ambaye anatuongoza pale, atachukua majina yale pamoja na kanisa zima la Beithi tarehe 1, 2 na 3 katika ukuta wa maombi ulioko pale Yerusalemu. Na kwenye ule ukuta yale majina tutayakusanya, yataingizwa kwenye ukuta, na yakiingizwa kwenye ukuta pale, Waisraeli wote tuna tabia ya kwenda pale na kumlilia Mungu. Yeyote aliye baraka kwa ajili ya taifa la Israeli, naomba mbariki. Aliye adui wa Israeli akalaniwe. Kwa hiyo tunapoombea wale waliotoa, mbaraka wa Ibrahimu unarudi kwa wale waliotoa. Nitakupa mfano mzuri wa Biblia, ni Agano Jipya. Kitabu cha Luka sura ya 7. Utashika hiyo Luka sura ya 7. Open it for me. Luka mtakatifu sura ya 7. Sifanyi kwa jinsi ninavyopenda tu, lakini ni kwa mujibu wa maandiko. Luka mtakatifu 7 mstari kuanzia ule wa 2. Biblia inasema hivi: na mtumwa wake kila mmoja alikuwa hawezi karibu na kufa, naye ni mtu alimpenda sana. Akila huyo alikuwa si Myahudi, alikuwa ni mtu wa Rumi, mataifa, sio Mwisraeli. Aliposikia huyo akida habari za Yesu, alituma wazee wa Wayahudi kwenda kwake kumwomba Yesu aje amponye mtumwa wake. Nao walipofika kwa Yesu, wale wazee walimsihi sana Yesu wakisema, anastahili huyu umtendee neno hili, maana analipenda taifa letu, naye ametujengea sinagogi. Basi Yesu akaenda pamoja nao. Sikiliza maneno haya. Mrumi kwa sheria asingeweza kumkaribia Yesu, kwa Torati ilivyokuwa mbaya, ili tutenga na watu. Kwa hiyo baada ya kujua kwamba ana tatizo nyumbani, ikalazima tafute wazee wa Kiyahudi, na hao wazee awasii na kuwaomba, nisaidieni na mgonjwa, na huyu mgonjwa hawezi, yuko karibia kufa, na nimepata habari za Yesu wa Nazareti anaponya wagonjwa, na kwa asili mimi siwezi kumfuata huyu. Nendeni mkamwombe aje, maana atawasikia nyie. Wale wazee hata kama walikuwa hawamwamini Yesu, hata kama walikuwa wanapingana na Yesu, nisikilizeni vizuri, walilazimika kwenda kwa Yesu. Sababu ni hii: huyu Mrumi ametuambia twende kwa Yesu, lakini hatuwezi kumkatalia kwa sababu naye amekuwa mwema kwetu. Ila twende tu tumwambie Yesu aje amponi mgonjwa wake. Wazee wakaona aibu kukataa, wakashika njia. Walipomfikia Yesu, ikabidi Yesu asite kuwasaidia. Maneno yanavyoongea, sikiliza lugha yanavyoongea. Wakamsihi sana. Maana yake nini? Maana ya kumsihi sana, ili lazima wambembeleze sana. Wakambembeleza Yesu akubali. Yesu akasema, mnaniambia niende kwa Mrumi, na ninyi mnajua sheria ya Torati kwamba sisi na wao hatuchangamani. Mna maana gani? Wakamwambia hivi, sikiliza mwalimu, huyu Mrumi, huyu akida ni mtu tofauti na watu wengine, maana amekuwa akitoa pesa zake, ametujengea sinagogi. Tena haitoshi, analipenda taifa letu la Israeli. Walipotoa sababu hizi ambazo Agano la Kale anasema yeyote atakayembariki Israeli atafanya nini? Atabarikiwa, na atakayetoa akafanikiwa kwa Israeli. Na huyu Mrumi akajua yasiri, akawa akitoa pesa. Hao wazee wanataka bati, anawapa. Milango sina, anatoa. Sina, anatoa. Siku imefika hitaji, waliona aibu kutokwenda kwa Yesu, ikabidi waende.
Na wale wazee wakatoa sababu za kibiblia. Analipenda taifa letu, tena ametujengea sinagogi. Yesu naye aliposikia mambo haya mawili muhimu, hakusita, akaondoka pamoja na wao. Hawa wazee wa Kiyahudi walimwambia maneno haya Yesu, maneno mazuri sana. Anastahili mtu huyu kumtendea hili, anastahili. Mimi nataka na wewe tusimame na ndugu zangu wengine tuseme unastahili. Sijakwambia wewe useme. Nasema hivi, nichukue hitaji lako na nyumba yako. Una tabu gani? Mimi sijui. Una shida gani? Wewe ndio unajua unapitia wapi. Lakini sadaka yako na maombi yako tuyapeleke kwa Mungu wa Israeli, kwa sababu Yesu ni ndugu yetu, haizi tukatalia. Ni kaka yetu. Halo, mnanishangaa? Mimi ni wa kabila la Yuda, mimi ni Myuda. Unajua wa Yuda na Yesu ni Myuda. Kwa hiyo tuko tunakaa kwenye kikao cha familia, tunaongea kwamba mtendee huyu Mkongomani jambo hili, na ataniuliza kwa nini. Anastahili kwa sababu ametoa sadaka, tukalijenga kanisa lako katika nchi ya Yerusalemu, tena analipenda taifa la Israeli. Na mimi nikuuliza, sijui kama unalipenda taifa la Israeli. Wangapi wanapenda Israeli hapa? Nyanyua mkono basi nione. Nyanyua mkono nione. Nyanyua. Wewe unalipenda taifa la Israeli? Sema nalipenda taifa la Israeli. Sema nitatoa kwa ajili ya kazi ya Mungu Israeli. Sababu hizo kuu mbili, lazima Yesu haje nyumbani kwako. Na akija nyumbani kwako, najua shida yako imekwisha. Na sisi tutapiga maombi yetu, tunasema tutamsihi Yesu sana, tukimwambia hivi, unastahili wewe mama utendewe, unastahili wewe baba utendewe muujiza huu. Na mimi nataka utendewe Mkongomani. Dhahabu yako itoke kwenye asili ya udongo, ingie katika mikono yako kuwa na thamani. Almasi na madini yaliyokuwa katika nchi ya panda juu kaeka kwenye mikono yako, yashikamane na nyumba yako. Unastahili. Kuna dawa moja mimi ninataka nije nimsaidiane na wandugu walioko huko siku moja, na mashine za kuangalia. Kuna mashine tayari imeshaleka katika Tanzania, sitaki kusema nampa nani. Inaenda kuangalia imeshaletwa, nimeshagiza, iko Tanzania karibia wiki ya pili sasa. Sitaki kusema inaenda wapi, lakini nataka tuungane na Waisraeli. Sema amina. Alafu kuna dawa ambayo nataka ukichukua tu ukiingiza kwenye udongo, wewe usitasafisha na mercury. Ile mercury unakaa nayo pale, unatoa pasenti 20 tu ya dhahabu kwenye ile udongo. 20 tu, ile udongo mwingine unautupa, yote unatupa ni dhahabu. Nakupa chupa tu ya maji madogo, unaemwaga kwenye pipa la maji, kwenye pipa kubwa la udongo. Ile dhahabu inapigwa kwenye udongo, inakuwa maji yote, maji meupe kama kunawia uso au kunywa. Ikishakuwa nyeupe, ikitoka upande wa pili na iko kwenye dawa nyingine ndogo, inakamata, inaganda hapo, inakuwa dhahabu hiyo maji. Alafu maji ambayo sio dhahabu yanaondoka, yanaenda pembeni. Pasenti 99 ya dhahabu ile kwenye udongo inatolewa. Yesu poa. Na ni gharama ndogo tu. Wazungu wakija hapa watadanganya. Mimi nataka mpate ninyi ambao ni Wakristo mnafanya kazi ya dhahabu, na nitatoa namba zangu za simu, mchukue kama mnapenda. Dada yangu niliwaambia anatengeneza mmea wa ngano wa wiki 2 tu. Kama kuna wakulima hapa wanione, baadaye nitakapoenda Israeli nitakuja na mbegu. Unapanda shamba ngano, baada ya siku 14 unavuna. Unapanda nyingine, siku 14 unavuna. Kwa mwaka unavuna mara 30. Hiyo si poa hiyo. Mnataka matunda, maembe yenu yanakaa hapa yanaifa juu ya mti, baada ya mwaka mmoja mnavuna mara moja. Mimi nitawaletea mbegu wanaopenda kulima maembe. Unavuna Januari, Februari, Machi, Disemba, unavuna tu, wewe unafanya hivi.
Hivi vitu ni rahisi, ni elimu na kuona unaungana na hawa watu. Ukishaungana na wao, juzi namwona Mheshimiwa Kikwete tunaomba uje utusaidie kutulimia mashamba ya mchele. Mchele nalimwa kwa wiki hizi. Juzi Mheshimiwa Kikwete Tanzania ndio ameomba Waisraeli waje wamsaidie hiyo. Lakini ngano ni dada yangu ametengeneza, ndio amegundua hiyo. Dada yangu ananifuata hapa, anaitwa Rachel Raile. Sasa ni wakati wa kufungua watu wabarikiwe. Mtaniruhusu kusanya bahasha yako. Wale wanaopita, naomba watumishi wa Mungu, mifuko ile iko wapi? Ile mifuko zile ndoo zile ziko wapi? Nataka sianze kutembea. Na wale ambao hawajapata bahasha, tafadhali nyanyua mkono wa kuletea bahasha. Naona watu wameshika bahasha, wako huko nyuma, kule mbele, kule mwisho hamna watu. Tembezeni bahasha kule mwisho mkutano. Mikono naona kule. Walioshika bahasha ambazo watu wanahitaji, naomba ondoka nazo kwenye kiti, tembeza kule nyuma. Naona watu wananyanyua mikono. Kule kuna mikono kule nyuma. Bahasha zipo, watu wameshika mkononi nyingi tu, hazijaisha. Hizi zingine kwenye begi. Nusu wanyime watu baraka zao. Utashika kwanza, shika kwanza. Hiyo ndio tumishi. Naomba wananyanyua mikono kule wengi, kule nyuma kule watu wamesimama. Kule wengine nyuma kule. Mikono naiona kule nyuma mingi tu. Naomba wale shika bahasha, usikae hapa mbele, wote wana bahasha walioko hapa mbele. Nenda kule nyuma. Mikono mingi ile kule naiona. Mingi. Na wale wanaotembea naomba kusanya mje nayo mbele. Isipokuwa za wachungaji naomba nitazichukua mimi kwa mkono wangu kama wajatoa walioko hapa mbele. Wale wengine hapana, wakienda watakuwa ni group. Naomba pastors mnisaidie, mtembee, mchukue bahasha kwenye mikono ya watu. Wachungaji mnisaidie kuchukua hizo bahasha mje nazo. Zile tayari wameshaandika na wameweka sadaka zao. Wachungaji naomba, kama ni pastor naomba fanya hivyo haraka. Bahasha ni nyingi sana jamani, zinatolewa bado. Wachungaji, tafadhali pastors tusaidiane. Wako wachungaji mnaona kabisa wamevaa kola zao. Tusaidiane pastors, mara moja tufanye haraka. Weka kwenye boksi hiyo au karai lile. Unaweka kwenye box. Naomba weka kwa box hizo sadaka, zikija ziweke kwa box. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Pastors, naomba tusaidiane kukusanya mapema, tukimbizane na muda. Tafadhali, kama wewe uko kule nyuma sana, sogea mbele ulete bahasha yako. Tembea nayo, kimbia nayo, uje nayo hapa mbele. Juu ya familia hizi. Na matoleo haya yakafike katika taifa lako. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Sasa ningependa tupate wawakilishi hivi vilote hapo mbele. Viongozi wawakilishi kutoka kwenye maeneo mbalimbali.
kila sekteri toke mama mmoja, lakini ningeomba viongozi wa serikali, ningelifurahia viongozi wa serikali. Usalama mzee, naomba njoo. Ninyi viongozi ni vichwa katika nchi. Biblia inasema ninyi ndio wazee au vichwa. Waje. Haya mafuta jamani, hayakomboi Fizi tu peke yake. Naomba munielewe. Hayakomboi sehemu 4-5 za hapa mkoa. Tunazungumza kwa niaba ya Kongo nzima. Tuelewane hapa. Nataka tuondoke katika sehemu ndogo, tuende kwenye upana wa nchi. Kutoka hapa mpaka bahari iliyoko kule, mpaka Tanganyika, mpaka kaskazini kabisa, mpaka kusini mpakani na Zambia. Sawa sawa? Sema amen. Tunataka hii nchi ibarikiwe kwa ardhi yake, izae mara 100 baraka zote katika nchi. Ndio maana nataka viongozi wa kanisa na wa serikali pamoja tukubaliane. Hili jambo lilifanywa hata na Wayahudi zamani za mitume na manabii. Amen. Naomba mheshimiwa njoo kwa upande huu. Sasa tusaidiane tafadhali. Tafadhali nisaidie kushika. Toa kitu kimoja moja, mtu anisaidie kushika. Naomba afisa wangu anisaidie hiyo. Mama nishikie hili. Nyewe mama mnafanya kazi kubwa sana. Shika jembe hili. Mheshimiwa nisaidie, tunataka uzazi. Watu wazae waongezeke. Baraka za mafanikio katika kilimo, biashara, mifugo, wanyama. Udongo uko wapi? Hii ni mawe ya aina fulani. Mimi nitashika udongo huu. Naomba tusaidiane, tugawe mara moja. Viongozi waliokuwepo tushike. Lakini wakati huu nataka wote tusimame, wote. Mimi sijui wimbo wa Kongo wa taifa, lakini nataka tuimbe wimbo wa taifa kabla sijaomba. Wimbo wenu wa Kongo si mnaofahamu? Unaweza kujaribu kuimba mara moja kabla tujaanza pamoja? 1, 2, 3. Sacré démontrer son égalité. Fièrement, saluer la même donne démontrer souveraineté. Congo, ton béni Congo, désaillé Congo, au pays Congo, bien-aimé. Nous péterons tes soleils, nous assurerons ta grandeur. Tant de jours du soleil, tant de jours vibrant de joie. Jour sacré, soyez témoins, jour sacré de l'immortel, c'est la belle liberté que nous levons à notre postérité pour tunapoenda kuomba, kila mkongomani mahali alipo ainame chini, achukue udongo wa nchi yake, aushike kwa mkono pale ulipo.
Shika udongo kwa mkono wako. Tunataka nchi hii inene mema, iachilie baraka. Mungu watembee katika nchi ya Kongo, na Wanakongo wote waishi kwa umoja, upendo, mshikamano, furaha na amani na mafanikio. Naomba uwe makini, ili si swala ya utani wala mchezo. Lazima umaanishe. Tuko mbele za Mungu, na Mungu anaangalia ule umakini ulionao moyoni mwako. Tuna viongozi wa serikali na kanisa na Wanakongo kutoka sehemu mbalimbali. Tungelifanya swala hili katika sehemu yoyote Kinshasa, lakini Mungu ameona aanze hapa. Kama ardhi ya hapa inaitwa baraka, basi Kongo nzima iitwe bonde la baraka, sio bonde la vita wala mauaji wala umaskini. Yehoshafati mfalme wa Yuda akasema, enyi wenyeji wa Yuda, nanyi mkaao Yerusalemu, nisikilizeni, msiogope. Bwana anasema hivi, vita sio vyenu, vita ni vya kwangu. Yehoshafati akasema, mwaminini Mungu, nanyi Wakongomani mtafanikiwa, mtathibitika. Waaminini manabii zake, nanyi mtafanikiwa. Israeli Yuda ikateremka katika bonde la Tekoa, wakisifu na kumwabudu Mungu. Maadui waliokuwa kinyume na wale wa ndugu wa Yuda, watu wa Amoni, wa Moabu na wa Seiri, Mungu akashuka juu yao, wakachanganyikiwa, wakauana wao kwa wao. Israeli wanafika kwenye bonde la Tekoa, wakateka nyara. Lile bonde likabadilika jina, halikuitwa tena bonde la Tekoa au la vita au la damu, likaitwa bonde la baraka. Tangu siku hiyo tumesimama kwenye bonde la baraka leo, baraka ya nchi nzima, baraka ya nchi zote zinazozunguka Tanganyika, mpaka bahari ile iliyoko upande wa Kinshasa, mpaka kusini Angola, Zambia, kaskazini yote Kongo Brazzaville, kuja upande wa Uganda, upande wa Burundi, wa Rwanda, upande wa Tanzania, Zambia, wote wajua ya kwamba hili ni bonde la Mungu. Ameamua kubariki taifa hili, sio taifa la vita tena. Umeshika udongo wako? Naomba tulia kimya, ninaenda kuomba. Nisimame mbele ya viongozi hawa. Inamisha kichwa chako kila mmoja. Mungu Baba, muumba mbingu na nchi, muumba vyote vinavyoonekana na visivyoonekana, ijulikana wewe ni Mungu katika taifa kubwa hili la Kongo, ya kwamba hapana Mungu mwingine isipokuwa wewe peke yako. Utupae kuona nuru yako na kutupa usiku wa kila mtu kuweza kupumzika. Uliyemtuma mwanao kwa ajili ya ulimwengu. Nimekuwa katika taifa hili kama nabii wako, nao umenituma kwa sababu ya kazi hii. Natazama kwa pamoja tumeungana tukija mbele zako kwa maombi, tukilia kwa ajili ya taifa hili, yale yaliyotokanayo na laana na mambo mabaya yaliyopita katika nchi hii kwa vizazi vilivyopita nyuma. Naomba utuondolee na kutusamehe na kuliponya taifa hili. Tunasimama kama viongozi wa serikali pamoja na wa kanisa na Wakongomani wote. Mungu, bariki Kongo, bariki taifa hili, bariki ardhi ya nchi hii, ikazae, ikatoe mema na wala isilipe kisasi. Magonjwa yasiwepo, umaskini usiwepo, vita visije vikasikika tena. Kila mmoja akaishi katika nyumba yake kwa furaha na amani.
na watoto wake wakaishi wakafanikiwa. Asante kwa sababu ya serikali iliyopo ndani ya madaraka sahihi, uongozi wa Mheshimiwa Joseph Kabila na viongozi wote walioko pamoja naye. Wape hekima, wape ufahamu ya kuliongoza taifa hili, wakalishike taifa hili chini ya uongozi wako na mamlaka yako mwenyewe, na kila aliyoko katika mamlaka ya nchi hii ndani na nje ya nchi, Mungu ukaweke hofu ndani yao ya kukujali wewe na kukuogopa. Asante Mungu kwa sababu ya mipaka ya nchi hii. Baba, naomba ukazungushie mipaka ya nchi hii ulinzi na amani, adui asipenye wala kuingia katika taifa hili akajaribu. Najua Mungu umewapa watu wa nchi hii kuwa na amani kuanzia leo, na mafanikio na baraka za watoto wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo zimeenda kusimama katika taifa hili. Ninaomba haya ni katika jina lililopita majina yote, jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Mungu, nakushukuru kwa kunisikia. Ninapoenda kuchukua mafuta haya ya upako, nitakwenda kuyamwaga kwa niaba ya nchi nzima juu ya ardhi, na kila Mkongomani atayaona matukio ya baraka hii. Ni katika jina la Yesu Mwokozi. Wote tuseme amen. Amen. Naomba anointing oil, pastor. Naomba mafuta yale, shikana na mkono wangu, naomba nipe mafuta tafadhali. Naomba viongozi wa nchi msiondoke hapa, mtanishika pale mkiondoka hapa. Kama unapenda kupiga makofi mazuri, piga makofi. Yes, turudisha. Okay. Naomba viongozi mnisaidie wale waishi salama wakakae katika nyumba zao na baraka, katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Tafadhali, kama nimekuweka kwenye mkono, gusana na mafuta hayo kwa kichwa. Ipakie kichwa chako kidogo na uso wako kidogo. Na kama ni tayari, unaweza kushuka tu. Hekima ya Mungu tayari katika maisha yako. Ukishajipaka, tafadhali shuka. Tumemaliza. Watu wote tumpigie Yesu makofi mazuri kabisa. Kila mmoja tayari? Usishuke kama sijakupa mafuta. Mungu akubariki. Makofi mazuri kwa Yesu kwa ajili ya viongozi wetu. Sasa hatua ya mwisho. Tunaenda kwa utaratibu na heshima. Nitengenezewe mlango pale. Watu protocol, nitengeneze njia hapa. Pastors wote mtafuatana na watu wa protocol, watawaongoza kuingia pale kwa huo mlango. Baba yangu, naomba shika mkono. Ni wachungaji kwanza na viongozi wa serikali, tunaenda pale. Lile hema litandikwa chini pale. Taliti nitaiweka juu pale kwenye mti. Watu wengine tukae chini, mtaambiwa jinsi ya kuja. Wengine tukae chini, waimbaji watusaidie kutongoza na uimbaji.
tufungue njia, kila mtu atamkuta nafasi yake. Kila mtu atamkuta nafasi alipo. Usiibe kiti hapo.